Tarehe 11 Aprili mwaka 2016, serikali ilitoa zabuni kwa JKT kutengeneza madawati idadi 60,000 kwa gharama ya shilingi bilioni 3, kwamba bei ya kila dawati ni shilingi 50,000. Aidha, tarehe 13 Julai 2016, JKT ilikabidhi madawati idadi 32,387 kwenye sherehe iliyofanyika pale Karimjee Hall. Kulingana na mgao tuliopewa na kamati ya Bunge, madawati yaligawanywa katika majimbo na mikoa ifuatayo. Mkoa wa Tanga walipata 6,444, mkoa wa Njombe 3,222, mkoa wa Iringa 3,709, mkoa wa Mbeya 3,759, mkoa wa Mbeya wa Songwe 3,222, mkoa wa Rukwa 1,611, mkoa wa Ruvuma 4,833, visiwa vya Unguja 3,200 na Pemba 1,800. Jumla ni 32,387. Mpaka sasa madawati yaliyokwisha kuchukuliwa ni 22,721. Hivyo madawati 9,666, sawa na asilimia 30 ya madawati hayo, bado hayajachukuliwa na majimbo husika. Majimbo ambayo hayajachukua madawati yao ni kama ifuatavyo. Kwanza, katika mkoa wa Tanga, jimbo la Kilindi madawati 537 na Pangani 537, jumla 1,611. Mkoa wa Njombe, majimbo ya Makambako 537, Ludewa 537, Wanging'ombe 537 na Makete 537, jumla 2,148. Ruvuma, Tunduru Kaskazini 537, mkoa wa Iringa ni Iringa mjini 537, mkoa wa Mbeya, Mbeya mjini 537, Mbeya vijijini 537, Ileje 537, Kiela 537, Rungwe 537 na Busokelo 537. Mkoa wa Songwe, jimbo la Songwe 537 na mkoa wa Rukwa, Kwela 537, Nkasi Kaskazini 537 na Nkasi Kusini 537. Jumla ni madawati 9,666. Hatua ya kutochukua madawati haya inafanya tunapata matatizo yafuatayo. Kwanza, madawati yaliyo tayari yanaendelea kupigwa jua na kuna uwezekano wa kunyeshewa mvua. Pili, yameziba nafasi ya kuhifadhi madawati mengine tunayoyatengeneza ambayo yatakuwa tayari kabla ya deadline tuliyopewa. Tatu, kukinzana na dhana ya kutatua tatizo la madawati. Na nne, kufanya baadhi ya wanafunzi wa maeneo hayo waendelee kukaa chini wakati madawati yanasubiri kuchukuliwa. Kwa muktadha huo, tunaomba waheshimiwa wabunge na halmashauri zao wafike kuchukua madawati hayo mapema kabla ya tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka huu, yani mwisho wa mwezi huu. Vinginevyo tutashauri mamlaka za juu ziyagawe upya madawati maeneo mengine yenye uhitaji na uharaka bila kujali kama majimbo hayo yalishapata au la. Wakati huo huo, matengenezo ya madawati ya awamu ya pili idadi 30,000 unaendelea vyema. Hadi sasa madawati 20,000 yamekamilika, yanaweza kuchukuliwa kuanzia sasa. Tunawaomba waheshimiwa wabunge walioko kwenye mgao wa awamu ya pili waanze kuyachukua madawati hayo wakati wowote. Madawati 10,000 yaliyobaki yatakamilika kabla ya deadline ambayo ni mwisho wa mwezi huu, tarehe 30 mwezi huu. Orodha ya majimbo yatakayohusika na mgao wa awamu ya pili yatatangazwa
ili wahusika waweze kuja kuchukua madawati yao.